Biblia yako katika kitabu cha Kutoka. Kitabu cha Kutoka sura yake ya 12 mstari wake wa 29. Kitabu cha Kutoka sura yake ya 12 na mstari wa 29. Kwa wale wanaandika ujumbe wetu wa leo, panapo usiku wa manane matukio mabaya hufanyika. Panapo usiku wa manane matukio mabaya hufanyika. Mambo mabaya hufanyika, mambo mazuri pia hufanyika usiku wa manane. Tunaona katika kitabu cha Kutoka sura 12 mstari wake wa 29. Biblia inasema hata ikawa usiku wa manane Bwana akawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, tangu mzaliwa wa kwanza wa Farao aliyeketi katika kiti chake cha enzi, hata mzaliwa wa kwanza wa mtu aliyefungwa katika nyumba ya wafungwa, na mzaliwa wa kwanza wote wa wanyama. Farao akaondoka usiku, yeye na watumishi wake wote na Wamisri wote. Pakawa na kilio kikuu katika nchi, katika Misri, maana hapakuwa na nyumba hata moja asipokufa mtu. Hakuwepo nyumba yoyote, haikuwepo ambayo haikuwa na kilio. Nyumba nzima ilikuwa na kilio, Misri nzima ilikuwa na kilio. Lakini panapo usiku wa manane, tunaanza kwenda kuona siri ipi, kuna siri gani ndani ya usiku wa manane? Iko siri gani katika usiku wa manane? Na ipo vifungu mbalimbali vinavyozungumzia usiku wa manane. Kwa taarifa, kwa taifa la Misri, ili aweze kuwaachia wana wa Mungu waende wakamtumikie Mungu, ili mlazimu auwe mtu. Sema amina, haleluya. Sema amina, haleluya. Kama unataka kutoka mahali, kama unataka kutoboa, kama unataka kufikia mahali, usiogope kuua mtu. Maana lazima mtu afe ili kusudi uende kule unakokwenda. Lazima mtu afe ili uachiliwe huru. Lazima mtu afe ili uende kwenye mafanikio yako. Ili lazimu mzaliwa wa kwanza aliyempenda Farao akafa, ikamlazimu Farao atake asitake aruhusu taifa la Israeli waende wakamtumikia Mungu wao, waende wakamwabudu Mungu wao, waende wakamsujudie Mungu wao. Japokuwa kutaka, maana walikuwa faida, maana walimletea faida, walikuwa faida taifa la Israeli, walitumikishwa huko, hakupenda kuachilia. Ndio maana alikuwa mgumu, ndio maana alikuwa mbishi, hakutaka kuacha waende. Mungu akasema pigo la 10 lazima uachie. Sema amina, haleluya. Sema amina, haleluya. Mwezi huu wa 7 ambao tunauendea mbele za adui zetu, wale waliokuwa wanatupiga, tunaenda kuachilia pigo la 10. Haleluya. Wale walikuwa wanakaa kwenye njia yako, tunaenda kuachilia pigo la 10. Na pigo la 10 halina msamaha. Pigo la 10 haliangalii nani, mjomba, shangazi, bibi, mama mkwe au nani. Yoyote atakayekaa kwenye njia yako lazima apigwe. Bwana Yesu apewe sifa. Kukawa na kilio kikuu. Kila nyumba ilitoa machozi, kila nyumba ililia. Ili neno na wewe vizuri, taifa la Misri waliwateka mateka wana wa Israeli.
ndiyo iliwapeleka Misri. Njaa ilipokuwa kubwa, hao watu walilazimika kwenda kutafuta mahali ambapo wanaweza wakawa salama. Na alipofika huko, wakaongezeka, wakawa wengi, mpaka Farao akatisika. Lakini hao watu walikuwa na kasi moja kuletwa Gosheni. Sehemu hiyo mabaya yote, mapigo yote, pigo la kwanza Gosheni alikufika, pigo la pili Gosheni alikupita, hata la tatu Gosheni alikupita, hata la nne Gosheni alikupita. Walikuwa nasikia tu vilio. Na ili ujue tumishi wa Bwana, ili ujue usiku wa manane kuna vitu vya ajabu. Watu wanapanga mabaya usiku wa manane, na wale waliokaa vizuri na Mungu wanaingia kwenye maombi usiku wa nini? Wa manane. Usiku wa manane ni mapambano. Kama umejaliwa neema kuamka usiku, usiombe kitandani, usiombe kwa kupiga magoti. Ni maombi ya wima, ni maombi ya kutembea, ni maombi ya kukimbia, ni maombi ya kutroti. Sema mina haleluya, sema mina haleluya. Ni maombi ya mchaka, sio maombi ya kuomba Baba katika jina la Yesu asante leo ninasimama leo. Hamna. Yaani kisimama ni kushusha moto, ni kushusha moto, ni kuua, ni kuchinja, ni kuharibu. Usipochinja wewe watakuchinja wewe, usipoharibu wewe watakuharibu wewe, usipowanyamazisha watakunyamazisha wewe. Kwa ili uweze kushinda, ili mradi umepata neema ya kuamka usiku wa manane, ni maombi ya vita. Na usiku wa manane wanaamka majasusi wa kiroho, wanaamka majasusi wa mbinguni. Walio na beba siri ya ufalme huu wanaamsha usiku wa manane. Usiku wa manane ni mapambano. Ama upigwe ama upige. Haleluya. Ama upigwe ama upige. Yaani hapa nipige nikupige. Haleluya. Piga kwa nini? Nikupige. Maana yake ni vita. Usiku wa manane mpanzi akapanda magugu. Usiku wa nini? Usiku wa manane. Wachawi wanaloga usiku wa manane. Samsoni alibeba geti la Wafilisti usiku wa nini? Usiku wa manane. Akalipeleka mlimani usiku wa nini? Usiku wa manane. Usiku wa manane mnaonana wewe na shetani. Yaani ni wewe waliamka na wale walioko ndani ya huo usiku ndio wanakutana. Aliye na Yesu akiamka usiku wa manane, wale walio kinyume na Yesu wanapata washida, wanapata wasiwasi, wanataharuki, wanaona ndege zao hazipandi, wanaona ndege zao haziwaki, wanaona hawaleti vizuri. Kumbe kuna mtu ameshuka, ameweka, amechomeka kebo, anapiga kimya kimya, anaamuru kimya kimya. Wao wakiamrisha vyura, Yesu analeta vyura mara mbili. Haleluya. Wakiamrisha ndege, Yesu analeta ndege mara mbili. Sema bila haleluya. Na Mungu akaona huyu ninataka nimtume Musa aende akawaokoe wana wa Israeli kule Misri. Mungu alijua Misri asilimia kubwa ni uchawi ndio unatawala. Ngoja uone, Misri walikuwa na uchawi wa fimbo. Walikuwa uchawi nini? Wa fimbo. Uchawi wa Misri ulikuwa ni uchawi wa fimbo. Kila mganga alikuwa na kafimbo kake. Sema amina haleluya. Sema amina haleluya. Sema amina haleluya. Kila mganga wa Misri alikuwa na nini? Na kafimbo chake. Kale kafimbo kalikuwa nawakilisha kwenye macho ya nyama. Unaona fimbo, kuna watu wanatembea na fimbo barabarani. Unaona ana fimbo nyeusi, ana fimbo yati, avae suti, fimbo yati. Wewe kwa macho ya nyama unaona ni fimbo, lakini kwenye macho ya Herodi ile sio fimbo. Ameshika kitu ambacho wewe ukioni, na ukitaka kupambana naye usiangalie
wa kwanza. Kitabu cha Kutoka sura yake ya 3 mstari wa 1 na 8. Kutoka 3:1 inasema basi huyo Musa alikuwa akilichunga kundi na Yesu mkwewe. Basi Musa alikuwa akichunga kundi na Yesu mkwewe, kuhani wa Midian. Akaliongoza kundi nyuma ya jangwa, kisha mpaka mlima wa Mungu, hata mlima wa Horeb. Malaika wa Bwana akamtokea katika mwali wa moto uliotoka katikati ya kijiti. Na tazama, kumbe kile kijiti kiliwaka moto, nacho kijiti hakikuteketea. Na sababu kijiti hiki hakiteketea, sababu gani kijiti hiki hakiteketea? Bwana alipoona ya kuwa amegeuka ili atazame, Mungu akamwita kutoka katikati ya kile kijiti. Hiyo akasema Musa. Akasema mimi hapa. Naye akasema usikaribie hapa, usisogee hapa, vua viatu vyako miguuni mwako, maana mahali hapo unaposimama nchi takatifu. Mstari wa 6. Tena akasema mimi ni Mungu wa baba yako, Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo. Musa akaficha uso, kwa maana aliogopa kumwangalia Mungu. Bwana akasema hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimesikia kilio chao. Kuna pote na itafuta. Tena Mungu akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli maneno haya, Mungu wa baba zenu, Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, tuma kwenu. Hilo ndilo jina langu hata milele, nalo ni kumbukumbu hata vizazi. Kina Lusekelo na kina nani watasema, watatamka, watazungumza kwenye nyumba zao, kwenye maongeo yao, kwenye makusanyiko yao, wakiwa peke yao, wakiwa kwenye jamii, wakipita kwenye mapito, watatanga hilo jina kwamba yeye ni Mungu aliye hai. Nenda ukawakusanya wazee wa Israeli, ukawaambie Bwana Mungu wa baba zenu, Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo amenitokea, akaniambia hakika nimewajilieni tena, hakika nimewakumbuka tena, nimeyaona mnayotendewa huko Misri, nami nimesema nitawapandisha kutoka katika mateso ya Misri, kuwaingiza katika nchi ya Mkanaani na Mhiti na Mwamoni na Mperizi na Mhivi na Myebusi, nchi ya maziwa na asali. Endelea kidogo. Nao watakusikia sauti yako, nao utakwenda wewe na wazee wa Israeli kwa mfalme wa Misri, na kumwambia Bwana Mungu wa Waebrania amekutana na sisi. Basi sasa kwa kuomba tupe ruhusa twende mwendo wa siku 3 jangwani, ili tumtolee zabihu Mungu wetu. Endelea. 19. Nami najua ya kuwa huyo mfalme wa Misri. Hebu luka kidogo, tafuta. Ona maelezo ni marefu ili tufike kwenye pointi ya Musa. Mungu akamwambia una nini? Niko tena Mungu Musa akajibu akasema, lakini natazama hawataniamini wala hawatanisikia sauti yangu, maana watasema Bwana hakukutokea. Bwana akamwambia, ni nini ulionayo mkononi mwako? Ndio. Akasema, ni fimbo. Akamwambia, ndio ulitonacho wapi? Nini ulitonacho wapi? Mkononi mwako. Akamwambiaje?
yake. Musa akakimbia mbele yake. Bwana akamwambia Musa, nyosha mkono wako, kashike mkia. Akanyosha mkono wake, akamshika mkia, naye akageuka kuwa fimbo. Yule nyoka eti akawa tena fimbo mkononi mwake. Sema amina, haleluya. Sema amina tena, haleluya. Kama ni watu sema amina, haleluya. Ngoja nihubiri dakika chache, sema amina, haleluya. Ngoja nitangaze Yesu dakika chache, sema amina, haleluya. Tunaiona safari ya Musa sasa. Amepewa fimbo, alikuwa nayo toka Asiria. Fimbo ya Musa ilikuwa kama kisaidizi kumsaidia ili aende mwendo mzuri katika kuchunga kwake, lakini asijue amepewa fimbo ambayo inawakilisha ufalme fulani, ambayo inawakilisha mamlaka fulani, amewakilisha kitu fulani. Na kwa sababu hiyo Mungu anamtokea, anamwambia umebeba nini wewe? Umeshika nini mkononi mwako? Musa akasema nimeshika fimbo. Ni kweli ilikuwa fimbo, lakini ile fimbo ilikaja ikabadilika ilipofika kwenye miujiza. Naomba nikutangazia jana wa leo, kitu ulichokifanya kibadilike kiwe fimbo, unachokitumainia kibadilike kiwe fimbo, biashara yako ibadilike kwa fimbo, ndoa yako ibadilike kwa fimbo, ikatembea katika mtendo usio wa kawaida. Ulikuwa unaiona kama ya kawaida, ukaiona katika mtazamo mwingine. Walikuwa wanakutazama kama mtu wa kufa kesho, wakaona uhai wako unachipuka tena. Walikuwa wanakuona kwamba hautafika popote, waanze kuona mabadiliko yakitokea kwenye maisha yako, kwa sababu kilichobebwa na mtu shujaa kinakuwa shujaa. Musa amebeba fimbo, akaiweka chini, ikageuka kwa nyoka. Hata ungekuwa wewe usingeshika ile nyoka, hata ungekuwa wewe ungekula nduki. Lakini nini Mungu anataka? Namba moja, anataka kumwonyesha anapokwenda anaenda kukutana na watu wa aina hiyo. Jambo la kwanza, anataka kumjulisha anakwenda anaenda kukutana na watu wa aina hiyo. Kwenye biashara unakokwenda, kwenye mchanganyiko unakokwenda, hawatumii jina la Yesu kama unavyotumia wewe. Sema amina, haleluya. Hawatumii damu ya Yesu kama unavyotumia wewe, hawatumii Yesu kama unavyotumia wewe. Wamo makanisani lakini wana Yesu, wana mtu mwingine, wana kitu kingine. Acha wakione cha kwako, hata kama kinafanana na cha wao, lakini kiwa na nguvu kuliko cha kwao. Hata kama kinaendana na cha kwao, lakini kiwa na mamlaka kuliko cha kwao. Hilo kikiachilia kilete mabadiliko. Sema amina, haleluya. Biashara yao ni kama ya kwako, huduma yako ni kama ya kwako, lakini mimi nakutangazia mchana wa leo, huduma yako ikawe tofauti na huduma zao. Ulichokibeba kawe tofauti na ulichokibeba, kwa sababu pale alipo kwenye mamlaka amebeba kitu kikubwa sana. Tunamwona Musa anafika kwa wana wa Israeli, wazee wale wakampokea Musa. Musa anaanza kujitambulisha, nimekutana na Mungu Jehova, yeye amesema nije niwaokoe. Watu kabisha hapo, akasema ili mjue Bwana Mungu amenituma. Akaitoa ile fimbo katikati ya wana wa Israeli, ile fimbo ikabadilika kama nyoka. Akashika tena fimbo, ikageuka kama ikashika ile nyoka, ikageuka nini, ikawa fimbo. Wana wa Israeli wakasema, huyu mtu ni kweli amekutana na Jehova. Akasema sio hilo tu, akachukua mkono akaweka kwenye nini, kwenye kwapa, akautoa ukaokoma. Akasema nataka mjue nimetumwa. Hujanielewa? Nataka mjue nimetumwa, sio kawaida. Akachukua mkono akaurudisha kwenye kwapa, akautoa, mkono umerudi kawaida. Wakasema huyu ni Mungu asiye na upinzani. Kwa ishara hizo mbili tumekubali kwamba wewe ulitumwa na Mungu. Sema amina, haleluya. Sema amina, haleluya.
Usiende peke yako, nenda na nguvu ya Mungu, nenda na neema ya Bwana. Wamekaa kwenye kikao, kuna ndege zinatumwa ili zichukue habari zako. Kuanzia leo hizo ndege zinakupo, tunaenda kuzikata mabawa kwa jina la Yesu aliye hai. Kuna aina ya ndege wanakuja kwako, kazi yao ni kuiba, kazi yao wanachota, wanatuma nanasa ni kama vinasa sauti, wanasema kandege kako hapa akaondoki. Kumbe kandege akapo kwa njia unaiona wewe, ako kandege kametumwa kapo hapo kwa agenda maalum. Kwa jina la Yesu apigwe. Kila aliyefanya kibaya juu yako leo tunaenda kumpiga kwa jina la Yesu. Kila aliyetengeneza vitu vibaya anaenda kupigwa kwa jina la Yesu. Ngoja nimalizie kidogo kitu kikubwa hapa. Musa amepewa fimbo, bila shaka kujua wale waganga 400 waliokuwa kwenye jumba la nani la Farao wanafanya nini. Musa akafika, akakabiliana na wazee, wakaweka mpango, twende sasa kwa Farao, tukamwambia atupe ruhusa tuondoke zetu. Haleluya. Ni sasa na mtu ambaye anachukua tu maombi kwenda kutafuta namna gani atatoka kwenye ile takibiri, namna gani atatoka kwenye kifungo, anaingia kwenye maombi ya kujitoa. Haleluya. Ni sasa unamwendea mkuu aliyekufunga. Ukimwendea mkuu aliyekufunga, usiende na nguvu ndogo, nenda na nguvu kubwa. Usiende ukiwa na wasiwasi, nenda ukiwa na ujasiri, nenda ukiwa na imani ya kile ulichokibeba, na uamini kwamba hiki kitamfanya yule adui aniachie. Apenda sipende ataniachia tu. Haleluya. Usiende kimya, usiende huku unabahatisha. Wale wenzetu hawabahatishi, wanaamini walichokibeba, wanaamini wanachokuletea kwamba kikija kwamba kitakuua. Na wewe usiwe mlokole aliyepumbavu, uwe mlokole mwerevu. Wanaokupiga na wewe wapige, wanaokuua na wewe waue. Sema bila haleluya. Unanibomoa, sema bila haleluya. Wanakupiga na wafadhili wapige, wanakuua na wafadhili waue. Hakuna kusema Bwana atawaokoa, haipo hiyo. Anayecheza na maisha yako kupigwa ni halali yake. Anayegusa familia yako kupigwa ni halali yake. Anayecheza na wewe na bahati mbaya, wale jamaa huwa hawabahatishi, wamezamiria. Leo wapigwa wasipigwe, lazima wapigwe. Yuko chini, wapigwa wasipigwe. Musa anaenda kwa Farao, anafika kwa Farao, anamwambia Farao, unanijua mimi? Sema mimi ndio Musa. Wape ruhusa wana wa Mungu waende wakamwabudu Mungu kwa siku ngapi? Siku 3. Farao akasema, nani huyo Mungu zaidi ya mimi? Mungu huyo unayemsema wewe, kuna Mungu mwingine zaidi ya mimi? Farao, ile jamaa lilikuwa na kiburi kisicho cha kawaida, lilikuwa limejiweka kwenye nafasi kubwa. Nani mwenye nguvu kuliko mimi? Farao. Dunia yote inaiongoza mimi, wote wananikimbilia mimi. Nani mwenye nguvu kuliko mimi? Wewe Musa. Kwa jumba la mfalme likajaa nini? Likajaa majoka. Alafu fimbo ya Musa, hebu kama zifanye kai. Fimbo ya Musa ikazimeza nyoka zote. Maana yake Farao alipata nini? Hasara, na zile fimbo zikurudi tena mikononi mwao. Mchana wa leo tunaenda kutanganya fimbo wanazozitumia kuharibu maisha yetu, fimbo wanazozitumia kuharibu ndoa yako, fimbo wanazozitumia kuharibu mafamilia yako. Leo tunajidanganya kwa jina la nani? Kwa jina la
Na ndio maana uganga ulishindwa kufanya nini? Kufanya kazi. Kwa sababu mtu ukimtaini ukabeba kila anachokitumainia, usigombane naye kwa alichokileta. Wewe nenda ukapambane na kila anachokitumainia, mnyang'anye kila anachokitumainia. Umeua nguvu yake, umeua mamlaka yake, umeua uwezo wake. Hata kuja tena kwako, hata leta madhara tena kwako. Sema amina, haleluya. Sema amina, haleluya. Biblia inasema watashindana lakini hawatashinda. Watakuja kushoto, watakuja kulia, watakuja mbele, Bwana atawapiga, maana yeye ni moto ulao, maana yeye ni Bwana wa majeshi. Yeye yuko upande wetu, anapigana na wanapigana na sisi, kwa sababu ametuhakikishia ushindi. Haleluya, haleluya, haleluya. Ametuhakikishia nini? Ushindi. Ili ujue kwamba kuna ndege zinawakilisha utawala wa shetani. Ziko ndege zinaweza zikaja kwako, zinawakilisha utawala wa shetani. Mungu ametupa mamlaka leo kwenda kupiga kila kiumbe kinachotumika vibaya kuleta madhara kwenye maisha yako. Soma kitabu cha Mhubiri sura ya 10 mstari wa 20. Maana wengine mnasoma Biblia hamuelewe nini maana ya hiki ninachofundisha leo. Soma Mhubiri sura ya 10 mstari wa 20. Mhubiri sura ya 10 mstari wa 20. Ndio Biblia inasema usimlaani mfalme, usimlaani mfalme, la hata wakati wa wazo lake, hata wakati wa wazo lake, wala usiwalaani wakwasi chumbani kwako. Kwa kuwa ndege wa anga ataichukua sauti, na wenye mbawa ataitoa habari. Rudia tena hapo. Wala usimlaani, tarudia shule. Usimlaani mfalme, la hata katika wazo lako, wala usiwalaani wakwasi chumbani mwako. Kwa kuwa ndege wa anga ataichukua sauti yako, na mwenye mbawa ataitoa habari. Yani wapo hao ndege, kazi yao wananasa nini? Sauti. Na wakishafanikiwa kunasa sauti, wanaenda kutoa nini? Wanaenda kutoa habari. Hebu pigia Yesu makofi wewe. Kila anachoamulisha aliye na nguvu kinafanya kazi. Unashinda kwa sababu umeokoka, lakini una mipaka. Una aina ya watu unao waimaya na kuwaona hao wana uwezo wa kukuambia kitu kakishika. Jifunze kupokea kwa kila mtu. Sema mimi haleluya. Kwa sababu penye uhiari, hapo ndipo penye mafanikio. Mungu anachotaka kwako, anataka ujue mamlaka ulionayo. Umebeba nini mkononi? Una nini kwenye mikono yako? Fukuza kila ndege anayenasa sauti yako. Fukuza kila ndege, awe dukani, awe nyumbani, awe kwenye biashara. Kuna mtu mmoja hapa, simsemi jina, alikuwa ana duka lake, akashangaa kenge anaingia dukani. Kenge mkubwa kaingia dukani, kakaa dukani. Akaja hapa, tuliomba maombi kabla ya kenge hajamuona, tukafanya maombi hapa. Akarudi akanipigia, chumbani nimemkuta kenge dukani kwako. Sasa tukafanya, tumeua kenge. Atoki, kanaswa na nguvu ya Yesu. Sema mimi haleluya. Kenge akiona mtu anakimbia kama anakimbia mvua. Yaani akili ya kenge, katika wanyama ambao wana akili mbovu ni kenge. Alipomuua yule kenge, katangaza vita. Yule mwenye kenge asalimiane naye, ameua kenge wake. Akamkuta siku moja anaongea na mtu, akamza babao.
nilipotesa, ndivyo na wao wanabadilisha dawa namna gani watakunasa. Njia pekee, ruhusu Yesu. Usiku wa manane kuna vitu vingi vinatokea. Usiku wa manane kuna mambo ambayo yanatokea. Wachawi wanawanga usiku wa manane, watu wanajifunga usiku wa manane, watu wanafanya vitu vya ajabu usiku wa nini? Wa manane. Usiku wa manane wanavunja nazi. Ukiona mtu amevunja nazi mchana, huyo amekubuu. Lakini wote siri yetu wanafanya wapi? Usiku wa manane. Na usiku wa manane watu wanatulisha vyakula tusivyopika. Amina. Amina. Kwa usiku wa manane kuna siri kubwa sana. Ugonjwa ulionao ya mpira ulioupata usiku wa nini? Usiku wa manane. Akili wamekuiba, wameziba akili zako usiku wa nini? Wa manane. Kwa sababu wengi usiku wa manane tumelala, hakuna ambaye anaamka, ni wachache tu, na watu wamebadilisha. Wewe Mkristo usiende na kanuni ambazo hazipo. Kuna Wakristo wanasema kama umeamua kwanza maombi saa 6, enda nayo maombi mpaka saa 9 kamili. Haleluya. Narudia tena, nyinyi ambao mnanisikiliza mtandaoni, nyinyi majasusi wa kiroho, mnaamka usiku. Kama umeamka saa 6, anza hayo maombi. Piga masaa mangapi? 3. Masaa 3 ndio mtaweza, kwa sababu usiku wa manane hauanzi saa 6. Usiku wa manane unaanzia saa 8 na saa 9. Amina. Huo ndio usiku wa nini? Usiku wa manane. Huwezi kusema usiku wa manane saa 6. Sio usiku wa manane. Huwezi kufanya mabadiliko, huwezi kufanya mapinduzi. Saa 6 unafanya maombi ya kujikinga, saa 6 unafanya maombi ya kuzuia, saa 6 unafanya maombi ya kuzuia mishale yao, vikao vyao visifanikiwe. Amina. Kama unalenga hiyo, piga usiku wa saa 6. Manake ama unaziba njia wasipite kwenye mtaa wako, kwa sababu kwa historia wanaamka kwenda kuroga saa 5:59 wanatakiwa wamefika kilingeni. Mbona kama tuko pamoja? Ni waaminifu kuliko kawaida. Mmepanga saa fulani ya mfiki wao, hakuna excuse. Kama unabisha nenda kamuulize mtu alikuwa ilikuwa Mwananyamani, ilikuwa ni Mwimbili. Mchana atembei, mchana aongei, lakini akatoka hospitalini akaenda kuhudhuria kikao. Aliamkaje? Hakuna anayejua. Alirudije? Ndio tukamkuta wakati anarudi, alirudi kama ndege, alirudi kama jiwa, alirudi kama kunguru. Sasa alipotua kitandani anabadilika kwa mtu, kumbe wagonjwa wawili walikuwa jalala vizuri. Wakasanua, jamani huyu alikuwa ndege huyu. Watu kuja kustaharuki, mama asemi, mama ongei, lakini hawajui excuse, hawajui naumwa. Wao wana agenda moja, wanasema kila mchawi lazima usikie mwenyewe kwa masikio yako agenda zinazotolewa na mkuu. Wewe unafikiri utafanana na umailisha maombi? Umeona pilau unasema nitafunga kesho. Umeona mapaja ya kuku unasema Yesu Kristo leo nisamehe, nitakula kidogo tu nionje. Lakini wale jamaa hawako tayari. Yaani wako tayari kuua. Ili ufikie ndoto yako lazima mauti itokee, ili huyo mtu akuachie huru. Kama mauti itatokea, hakuna kutoka mahali ulipo. Ilisababisha kuzaliwa wazaliwa kwanza wote wafe, paka wa ng'ombe, paka wa kunguni. Yaani ilikuwa ni pigo kuanzia kwa binadamu mpaka kwa wanyama, mpaka kwa viumbe, ili tu wana wa Mungu waachiliwe waende wakamwabudu Mungu. Na sema hivi, Bwana atenda kufanya jambo ambalo adui yako atakaa salama, ataona namna utakavyotoka hapo, atasema huyu ni mtu aina gani, atasema huyu anatetewa na nani? Kumbe anatetewa na Mungu aliye hai. Sema haleluya.
watu wanataka kukung'oa kwenye nafasi yako. Kuna watu wanataka kukung'oa kwenye nafasi yako. Kuna watu wanataka kukung'oa kwenye nafasi yako. Kama kini, maana kuna watu wanataka kukung'oa kwenye nafasi yako. Mathayo 13:25. Kuna watu wanataka kukung'oa kwenye nafasi yako. Lengo lao ni kama washauri, lakini hawapangi, hawana ushauri huo. Lengo lao wamepanga kukuua. Malizia hiyo Mathayo 13:25. Mathayo 13:25. Ndio. Lakini watu walipolala, akaja adui yake, akapanda magugu katikati ya ngano, akaenda zake, akasafiri akaenda zake. baadaye majani ya ngano yalipomea na kuzaa, yakaonekana na magugu. Watumwa wa mwenye nyumba wakaenda wakamwambia, Bwana, hatukupanda mbegu njema katika konde lako? Nimepata wapi basi ngugu? Akawaambia, huyu ndiye aliyetenda hivi. Watumwa wakamwambia, basi nataka twende tukayakusanye. Akasema la, msikusanye magugu na kuzing'oa ngano pamoja naye. Viacheni vyote vikae pamoja. Hiyo inatupoteza sana. Hiyo yaache magugu na ngano ya kwa pamoja. Ndio imetufanya Pentekoste tumefika hapa tulipofika. Unajua kabisa huyo mtu ni mchawi, kumwambia ukweli wewe ni mchawi. Nasema atabadilika wapi? Abadiliki. Wakamwendea bwana shamba. Sikiza kwa wakati huu kidogo. Wakamwendea bwana shamba aliyepanda mbegu zake, aliyepanda ngano zake. Wakamwendea usiku, wakamwambia, Bwana, kwenye shamba lako haukupanda ngano, magugu yametokea wapi kutokea? Turuhusu twende tukayafanya nini? Tukayang'oa. Hawalengi kung'oa magugu, wanalenga kung'oa ngano. Nasema hivi kwa jina la Bwana, hata kama watakuja kwa hila namna hiyo, ngano haiwezi kung'olewa pamoja na magugu, hawezi kushirikia pamoja na magugu. Gugu litabaki kwa gugu na ngano itabaki kwa ngano kwa jina la Yesu. Watu wamelenga kukung'oa, ila wewe ujui wanakuja kwa gia kana kwamba wanakusaidia, lakini nia yao ni kukuondoa kwenye nafasi yako. Usikubali, kataa, simama, ujue kila kinachotendeka ni usiku wa nini? Wa manane. Huyu mpanda magugu, bwana shamba alipanda mchana, lakini huyu mharibifu alipanda nini? Usiku. Na ndio maana unaweza ukaishi na mtu jana mliongeana vizuri, mlisalimiana vizuri, mkaagana vizuri, tutaonana kesho Mungu akitujalia. Mnalala wote, yeye analala kwake, wewe unalala kwako. Mnaamka asubuhi akusalimii. Wewe unakutana naye kutana kitu kama hicho. Yaani wewe umelala kwako, jana mlishinda vizuri, jana mliongea vizuri, wala mkugombana. Ukiangalia kuna mlipogombana, alafu mtenda kulala usiku wa manane, alikuja kutesti mtambo, akakutana na Jehova, lazima tutakuchukia. Kwa hiyo usijibembeleze, jua kwamba mkono wa Bwana ulisimama kwa ajili ya kukutetea. Kuna mambo mengine hatujui, Mungu anatusaidia, Mungu anatupigania bila sisi kujua. Wanatutegea mitego, tunapita. Wanajiuliza sisi hatujui, tuko gizani. Shukuru Mungu ambaye anatutetea. Haleluya. Shukuru Mungu ambaye anatupigania. Mungu anapigana vita kubwa sana kututetea sisi. Basi na sisi hebu tuonyeshe uhai kwamba tunampaka huyo Yesu, kwamba tunampaka huyo Mungu ambaye anatusaidia. Naomba usimame kwa miguu yako.
Mtake Mungu na nguvu zake. Omba akusaidie. Omba akutie nguvu. Kuna watu wanapenda kukomoa, lakini kwa neema ya Bwana